Uhali gani Mtanzania wa Gift Online TV, nikukaribisha katika kutazama kila ambacho kiko mbele yako kwa siku hii ya leo. Kipindi hewani ni Live Theater, maisha na upasuaji, na siku hii ya leo tumejikita katika ukatili kwenye mahusiano. Namna gani ambapo uko kwenye mahusiano unafanywa kiukatili, aidha unajua ni ukatili ama sio ukatili. Basi endelea kutufuatilia, usichoke kututazama ili uweze kujua nini ambacho unafanyiwa ni sawa ama sio sawa. Mimi ni Esther Mamkwe, nipo na Tobias Kisima, lakini tupo na mtu ambaye atakwenda kuzungumza kwa undani zaidi, kukufahamisha wewe, kukuhabarisha kuhusiana na swala zima la ukatili kwenye mahusiano. Karibu sana. Asante sana Esther, habari za studio? Salama, sijui za kwako. Namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah kumekucha na hali ya hewa naona ni nzuri. Hali inaruhusu. Kabisa. Sawa, watazamaji wanapenda kukufahamu wewe ni nani, unajihusisha na nini? Mimi kwa majina naitwa Sergeant Mwajabu Mzee, nipo dawati la jinsia na watoto. Ndiyo. Kwa mkoa huu wa Kilimanjaro. Nikizungumza dawati na maanisha kwamba dawati ni kitengo ndani ya jeshi la polisi ambalo limeanzishwa kwa lengo mahususi kwa ajili ya kuhudumia jamii. Kwa hiyo karibuni sana katika ofisi zetu. Sawa, tunazungumzia mada ni ukatili kwenye mahusiano. Tukizungumza ukatili kwenye mahusiano, hiyo imekaa katika engo gani? Tukizungumza ukatili katika mahusiano, kwanza nimependa mada ni nzuri kwa sababu inatugusa wote kama jamii. Ndio. Na kwanza hapo kuna vitu viwili, mahusiano na ukatili. Ndio. Ukatili ni nini? Ukatili ni kitendo chochote anachoweza kufanywa mtu wa jinsia yoyote, awe wa kike au wa kiume. Ndio. Na katika mahusiano tayari kuna jinsia mbili, me na ke. Make katika mahusiano kuna hauwezi kwa mimi na mahusiano mimi peke yangu. Hapana. Lazima uwe na mahusiano na watu wawili. Lakini katika mahusiano hayo kuna urafiki wa kawaida, lakini pia kuna urafiki wa kimahusiano. Nikisema hivyo nadhani naeleweka. Ndio. Sasa sisi tunazungumzia mahusiano yote kwa pamoja. Sasa mahusiano labda ni nini? Mahusiano ni ile hali labda ni mtu na mpenzi wake, wapo katika masuala ya mahusiano, sababu ndo tunabezi sana huko kwamba ni mtu na mpenzi wake. Au ni mtu na mume wake. Ndio. Lakini wapo katika mahusiano. Kwa hiyo mpaka hapo nadhani wametuelewa kwamba maana mahusiano ambao tunazungumza sisi ni yapi. Ndio. Sasa tukija katika mahusiano hapo sasa ukatili unaingiaje? Ukatili unakuja kuingia katika masuala ya mahusiano. Mnaweza mkaba mpo katika mahusiano lakini mnafanyana ukatili bila kujua kama huu ni ukatili tunafanyana au vipi. Naweza nikasema labda mimi nimeolewa, lakini katika kuolewa ninaishi na mume wangu, lakini mume wangu mimi ananifanyia ukatili. Labda hataki niwe labda na rafiki mwingine. Labda urafiki gani niseme? Labda mimi kanioa, lakini naweza nikasema labda Jose ni rafiki yangu. Rafiki tu wa kawaida na sio mpenzi wangu. Lakini akanifanya kuninyima ule uhuru wa maisha yangu mimi, kwamba nisitaki kuongea na mtu yoyote zaidi ya yeye mwenyewe tu, yani kwamba anataka kunifungia, ananimiliki yeye. Sasa anataka ni kila kitu, yani nisihusike na watu wengine, nisishirikiane na jamii. Yani nisiata kwa wazazi wangu, nisiwajali, nisiwasikilize, nisiwe na mahusiano nao. Yani anataka tu mimi niwe yeye na mimi tu. Kwa hiyo unakuwa unamfanyia mwenzako ukatili wa kisaikolojia. Kwa sababu hawezi akili yake ikapanuka kwamba katika jamii kuna vitu gani. Labda katika jamii kuna kushare. Unaona? Kwa sababu katika ukifanya vitu kama vile unakuwa unamfanyia mwenzako ukatili wa kisaikolojia na katika ukatili katika mahusiano. Unaweza kukuta labda mtu labda lazima tushiriki katika mambo ya jamii. Kuna msiba umetokea, labda mimi kuna watu nafanya nao kazi. Au kuna watu wametoka mkoa mbali lakini nafahamiana nao. Sasa wamekuja labda nataka niende, labda wanaenda kuzika labda Arusha au wanaenda kuzika labda Machame, lakini mimi natakiwa niende kwenye ule msiba. Lakini sasa wewe mwenzangu unanizuia kwamba hakuna kwenda. Unaenda kwa sababu gani? Muda wote unakuwa unawaza mambo mabaya tu. Yani unakuwa unawaza mambo ambayo wewe unayahisi, kuna unafanyaga wewe kwa unahisi na mimi nafanyaje? Nafanya. Kwa sababu unanimiliki, basi unaninyima ule uhuru wangu. Na kushindwa kujihusisha na wenzangu katika mambo ya kijamii. Kwa ule unakuwa ni ukatili wa kimahusiano. Lakini pia katika mahusiano hayo, yani yale ya katika haya mahusiano labda tuseme unaweza kukuta labda ni mtu na mtu wake, labda hivyo, labda ni mtu na mchumba wake. Lakini wanafanyana ukatili. Ukatili upi sasa? Wa ukatili labda wa kiafya. Unakuta labda mwenzake labda mmoja labda yeye anaumwa. Lakini katika kuumwa hamshirikishi mwenzie kwamba labda mimi nimeenda kujipima afya yangu lakini naona afya yangu haiko sawa. Lakini anataka kumwambukiza na mwenzie sasa ili na yeye aingie kwenye mfumo ule.
ambapo unakuwa unakosea, unakuwa unamfanyia mwenzako ukatili wa kiafya. Sasa wewe ukishajua kama una matatizo kama hayo, hebu mshirikishe mwenzio ajue. Kama labda mmejaliwa mmepata watoto, sasa wewe kama wewe ukimwambukiza mwenzio, mnatengeneza vizazi ambavyo vitashindwa kujilea. Kwa hiyo ukatili utakao kaisha, ukatili utaongezeka zaidi na zaidi, sababu wale watoto wataenda kujilea wenyewe, watakuwa lakini umejiona kama una tatizo kama hivyo, basi hebu jiepushe na mwenzio au mshirikishe ili sasa yeye aweze kubaki kuangalia familia. Okay. Sawa, ni sababu gani ambazo zinachangia sana kuwepo na ukatili katika mahusiano? Sababu zipo nyingi. Ndio. Unakuta baba mtu ana kisasi. Mwingine unaweza kukuta baba, mimi nilizaliwa naumwa. Sikupenda kuzaliwa naumwa. Lakini je, nataka niingie katika mahusiano. Na natakiwa nina haki, ninakula vizuri, nakuwa nina ile hamu ya kukutana na kuwa na mwenzangu. Sasa anajiuliza, mimi tangia nimezaliwa sijawahi sijahangaika labda nikapata kitu kama hicho, lakini nimeletewa labda na wazazi. Kwa hiyo mwingine anakuwa bana kisasi kwamba na mimi lazima nitafanyaje? Nitalipizia hivi. Kwa nini niwe nacho mimi peke yangu? Unanielewa Sasa kuna mwingine anakuwa anatamani, lakini sasa nitafanyaje mimi anatamani niingie kwenye mahusiano. Kwa hiyo anashindwa kumshirikisha mwenzie. Kwa hiyo ni ile sumu ambayo mtu anakopona tangia yuko mdogo mpaka anakuja kukua. Au mwingine anakuwa haelewi, yani kwamba natakiwa nifanye nini ili niendelee kufanyaje kujitibu mimi kama mimi au kuendelea kupunguza haya matatizo ambayo yapo. Lakini nani nyingine ni mtu labda ametendwa. Labda mimi nina mahusiano na mtu lakini ananitenda. Katika kunitenda mimi ameshaniumiza sana. Kwa hiyo inafikia hatua na mimi sasa nabeba ile sumu na kwa tayari na risasi. Na mimi naamua kumlipizia sasa yeye kama yeye. Naamua kutafuta kama ni mtu mwingine na mimi sasa namkomesha. Kumbe ile kumkomesha basi mazidi kuongeza shida juu ya shida nyingine. Kwa hiyo changamoto nyingi zipo katika mahusiano kama hayo. Ni visasi, kulibishana visasi. Yaani mtu anakuwa na kitu moyoni alafu ukimalizi. Kwa hiyo ni vyema mkakaa mkazungumza, mkamaliza alafu sasa usilipize kisasi. Ukiamua kusamehe moja kwa moja. Sawa, na katika ukatili wa mahusiano labda unaweza kutuambia kwamba ni miongoni mwa kuanzisha vyanzo vingine vya ukatili? Kwa sababu kunakuwa na ukatili wa mtu kupigwa, ukatili wa kiuchumi, mwingine huwa anaambiwa kwamba asifanye biashara. Yaani miongoni mwa baadhi ya sehemu za ukatili. Ni sawa, ni mojawapo ya ukatili. Yaani mtu anaweza kawa yupo na mwenzie lakini anamkataza asifanye biashara. Ule ni tayari ni ukatili, anakuwa anamfanyia ukatili wa kiuchumi. Atake ajitafutie kipato kama yeye. Ni ule wivu sasa. Wivu unaingia, anaona kwamba huyu mwanamke abaki toka hapa akienda kufungua duka lake au akiamua kutafuta pesa zake hapa atajenga nyumba ataenda kuishi peke yake. Au atanigeuka sasa mwisho wa siku atakuwa yani mimi tena aniheshimu labda anithamini. Kwa hiyo ni ukatili unamfanyia mwenzako wa kisaikolojia wa kiuchumi. Sasa mahusiano yenu yasiingilie katika ubinafsi wa mtu au uhuru wa mtu au kutafuta pesa. Kwa sababu bila wewe sio kwamba asije akaishi. Mwache awe uhuru na maisha yake. Kwamba wewe umemuoa tu au wewe ni mpenzi wake tu na muda wote, kwa sababu kafuna wao wachumba, muda wote uchumba unavunjika. Na katika mahusiano muda wote mtu anabadilisha mahusiano. Tofauti na kwenye ndoa. Kwenye ndoa mtavumiliana ambavyo vinavumilika. Lakini mtashinda kuvumilia vile ambavyo havivumiliki. Kwa hiyo mtu ambaye anataka kutafuta kipato chake mwache atafute kipato, lakini pia asisahau majukumu ambayo yanamhusu. Kwa hiyo kipato tafuta, lakini majukumu ambayo yanakuhusu yatekeleze kama kawaida. Kama ni kazini nenda, kama ni kwenye biashara yako fanya, lakini kama ni kuangalia mtoto wako muangalie katika ulinzi wa kutosha. Lakini pia kama ni kumwangalia mume wako muangalie ili mradi msiletane vikwazo. Kwa sababu vile vikwazo ndio vinasababisha changamoto nyingi. Na katika mahusiano hayo basi mtu kama unataka kufanya kitu, unajua sasa hivi hali imebadilika. Wanaume wamekuwa kuwafanyia sana vitendo vingi vya kikatili wanawake. Kwa hiyo wanawake kafikia hatua wamejaa sumu kwenye nafsi zao. Anaona bora nifanye shughuli zangu, nitafute pesa yangu, nijijengee mimi kama mimi nyumbangu, na mwisho wa siku anaamua kuachana na wewe endelea na shughuli zake. Na ndio maana unakuta ndoa nyingi hazidumu. Na ndio maana wanaume nao pia wamekuwa waoga hicho kwamba anahofia huyu akishakuwa tu na ile tayari ananikimbia. Ataniacha. Yaani sina mtu yaani ile mtu akumpelekesha kumsumbua tena nitamkosa. Kwa sababu wenyewe wamezoea muda mwingi sisi kutuonea. Maana sisi sana wanatuonea. Wao wanatoka. Wanaenda wanakutaka, wanasafiri, wanafanya nini, lakini wao ukisafiri ni kosa. Ni shida.
Na ukisafiri kule unakokwenda kama ni ndugu zako basi atataka wapigie tena simu. Kwa nini siku zote usinipigie simu nikiwa nipo nyumbani? Lakini umesafiri wewe umetoka atakulazimisha kwamba ufikie kwenu. Yeah. Yaani wewe uruhusiwi kwenda kulala hotelini. Okay. Lakini yeye anaruhusiwa kutoka hapa akasafiri kwenda hata Dar es Salaam lakini akafika kule akalala hotelini. Popote. Yaani popote yeye anaruhusiwa. Na wewe ukimwambia mbona hujafikia kwenu? Mimi mwanaume bwana. Lakini wewe kama mtoto wa kike ndio unataka ukisafiri basi usifike hotelini, wewe uende nyumbani kwenu. Ili sasa akitaka kupiga simu sasa anaanza. Hata kama wapigiaji simu nyumbani anaanza Jamani, wewe shemeji yangu, kwema nini? Umeona? Okay, yeah. Kwa hiyo tunataka ifikie hatua, tukubaliane tu tuheshimiane, tudumishe tu upendo, niamini ni kuamini, kila mmoja awe na amani katika maisha yake. Yaani kila mtu aishi maisha yake, japo tumeoana, tuheshimiane. Ni kuheshimu na wewe uniheshimu na natambua kama wewe ni mume wangu, mimi ni mke wako, au mimi ni boyfriend wako, au mimi ni girlfriend wako, najua kwamba mwisho wa siku wewe ni mchumba wangu hivyo. Kwa hiyo tuheshimu tu mahusiano ambayo tunayo katika hayo maisha. Kwa sababu tusipoyaheshimu ndio ile mwisho wa siku unaongeza wivu. Wivu unakuwa mkubwa sababu wivu muda mwingi unaitaga matatizo. Inafikia watoto wanachomana visu, watu wanauana, kwa hiyo inakuwa ni changamoto kidogo. Sawa, mtazamaji wa Gift Online TV, tunayo maji ya uzima. Maji haya yanapatikana ndani ya huduma tu, na huduma hii ni huduma ya Mlima Moria Ministry iliyopo chini ya mtumishi wa Mungu Gideon wa maili 6. Siku za ibada ni siku ya Jumatano, Ijumaa pamoja na Jumapili, lakini siku ya Jumatano na Ijumaa muda ni saa 8 mpaka saa 11 kamili, lakini siku ya Jumapili ni saa 6:30 mpaka saa 10:30. Maji haya huwezi kuyapata nje ya huduma, ila ni ndani ya huduma tu maji haya yanapatikana. Na mada tunazungumza kuhusiana na ukatili kwenye mahusiano. Uwanja wa comment ni wa kwako, lakini mwambie jirani yako waendelea kufuatilia. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike pamoja na comment kuhusiana na kile ambacho tunazungumza kwa sasa mahali hapa. Tukizungumzia masuala ya ukatili kwenye mahusiano, kumekuwa na changamoto kubwa sana, au kuna wimbi ambalo sasa hivi linaendelea. Unaambiwa mtu na mke wake, hiyo ni familia, lakini hawapeani unyumba. Hiyo inakuwa ni nini? Hapo kuna mambo mengi. Okay. Kwanza katika mahusiano wakati yao ya mume na mke. Ndio. Kumnyima mwenzako ni kosa. Okay. Unanielewa Ndio. Mke kumnyima mume tendo la ndoa ni kosa. Na mke kumnyima pia mume haki yake ya ndoa ya msingi ni kosa. Unakuwa unamfanyia ukatili. Kwa hiyo kwa mwanaume ambaye ananyima unyumba na mke wake, aje dawati tutazungumza naye. Tutaongezungumza naye vizuri tu. Na kama ni mwanamke naye ananyima unyumba na mume wake, basi afike dawati. Unajua kukosa hichi kitu kinakupa stress. Okay. Yaani kwanza kushiriki lile tendo akili inachangamka. Okay. Kwa hiyo mwanamke ambaye ashiriki lile tendo lazima anakuwa na hasira muda wote, anakuwa ni mkali muda wote. Kwa hiyo ugomvi ndani hautafanyaje? Hautakaukaisha. Yaani kila saa ukitoka anaona kama si umeenda wapi, kumbe yeye anataka haki yake. Yaani mwanamke ambaye anapiga kelele muda wote ana hasira tu, ni mkali, yaani si nini. Kwa mwanaume ambaye anajielewa sana, anajua kama mimi mke wangu anataka nini. Okay. Kwa hiyo lazima umhudumie. Kwa hiyo usipomhudumia ile haki yake unakuwa unamkosea kabisa, ni kwamba ni kosa. Yaani kumnyima mwanamume wako au mke wako tendo la kushindwa kushiriki ile tendo, basi ndio maana ukatoka nyumbani kwenu ukahamia kwa mume kwa mtoto wa mama mkwe. Na huyu ameacha kwao mkakutana pamoja, basi ni lazima mshiriki, sio kama kwenu hakuna chakula. Okay. Na kwanza ukimnyima mume wako unataka aende wapi? Akisema ukimnyima kaenda sehemu nyingine, ndio tayari na chanzo cha ugomvi na ukatili ndani ya nyumba unaanza. Kwa sababu atahamia upande wa pili, na mwisho wa siku matumizi ndani hayatakuwepo tena. Okay. Kelele ndani hazitaka zikaisha. Yeah. Mwanamke anakuwa na hasira, na zile hasira zinakuja zinahamia kwa watoto. Mtoto amesha kitu kidogo tayari umeshamtaba kibao. Akifanya sijui kimwone kama baba yako sio nini, kumbe tayari mwanamke anakuwa na hasira, yani kuna muda anakuwa anahitaji. Okay. Kwa hiyo tusiwanyime waume zetu, na sisi waume zetu wasitunyime, tupeane. Okay. Sawa. Sawa. Na jamii inapaswa kuzingatia kipi au kufanya kipi ili kuepukana na wimbi hili la ukatili wa mahusiano? Jamii inatakiwa tu kukubaliana na hali halisi. Wapende kutenga muda kuzungumza wao kama wao katika mahusiano yao. Ukimya unazidi kusababisha ugomvi uzidi kuwa mkubwa zaidi. Tuache mapuuza. Labda mimi ni mtu wako. Okay. Mimi nimekwambia kwamba mimi mimi napenda nikichati na wewe. Mimi simu yangu. Napenda nikichati na wewe.
labda ni tuchati tu vizuri katika masuala ile ya mahusiano hivyo nini tuongee vizuri, lakini mimi sipendi message vya okay sawa sasa msikilize mke wako anataka nini, msikilize mume wako anapenda nini. Lakini sasa imekuja kwa vice versa kwamba mwanamume ameshagundua kwamba udhaifu wa mke wake ni upi, kwamba mimi mke wangu nikimwambia hivi ndo namkera, kwa sasa yeye ndo anafanya vile vya kumkera mke wake. Na wanawake ni wachache sana ambao wanafanya hivyo. Unajua wanawake wanapenda kumpa furaha mume wake. Na wanapenda yani hawapendi vile short sio vinini sio nini hawapendi. Mwanamke anapenda kudekezwa, anapenda kubembelezwa, anapenda kusaminiwa. Yaani hivyo vitu vidogo vidogo tu anafurahi. Na ndio maana siku hizi tunaambia wanawake kwamba yani sio lazima uchati na mume wako, sio lazima yani ufurahie katika mahusiano na mume wako tu. No. Unaweza kaamua kama ni dada yako au mdogo wako, ukamuita baby, sweetie, darling, si mume wako kuiti au labda nini, yani wewe jiburudishe tu. Kwa hiyo mtu wote unaweza kumuita tu darling. Mimi nikamuita gift, nikamwambia baby, sweetie, ni darling, yani ile una relax tu, yani kawaida sana. Lakini sasa pia vile unakuta wengine vinawaletea shida. Vinawaletea shida kwa sababu gani? Labda mimi nimeshika simu yako nikakutana na message ya gift, nimemuita baby, nimemuita sweetie, nimemuita darling. Sasa wewe ukapelekea kwamba tayari ni bwana yake. Ndio maana tunaambiwa kila mtu ashike simu yake. Acha kushika simu ya mwenzio, yanabomoa mahusiano. Sio mpenzi wake wanachati, wewe ukahisi ni mpenzi wake. Tayari ugomvi. Nyumba yako tena haina amani, haina furaha. Kelele zinazidi ndani ya nyumba. Lakini unapiga kelele wakati huo gift anakuchola tu. Anasema mbona mimi sio mtu wangu? Sasa atakuelimisha vipi na uelewi? Kwa hiyo anakuangalia. Ile kukuangalia wewe unasema amekuzalau. Lakini sio kwamba amekuzalau. Hataki kelele na nikikuelezea hutaweza kunielewa. Na hata nikikueleza vipi hutakubali. Kwa hiyo anaamua kukaa kimya. Lakini sasa ile kukaa kimya mimi naona huyu ananizalau. Unazidi kujaa. Yani asili zinaongezeka. Kwa hiyo mimi nafikiri tutenge tu muda zaidi kukaa kuzungumza. Tukipiga hadithi, tukashirikishana hivyo. Lakini pia usiofie kama labda nimezoea kumuita labda Esther, sweetheart. Lakini ninapokuwa niko na mtu wangu ambaye ni mtu wangu ambaye mama huyu mtalii ni mume wangu, nikikuona tena pia nisisite kukuita sweetheart. Umeelewa? Sasa sio nakuwa naishi kwa uoga kama je, kuna kitu gani nakificha hapa? Nimekuona hey sweetheart, darling thing, yani hivyo unamtoa hata hofu mwenzio. Anajua kwamba kumbe huyu ni kawaida. Unajua yani mwenzako anatakiwa kuelewe na wewe umuelewe mwenzio. Mtaishi kwa furaha. Yani muelewane, msomani. Kwamba mimi mke wangu rafiki zake ni wanaume. Mimi mke wangu rafiki zake ni mchanganyiko. Wanawake hapana unamsingizia. Lakini kama ni hivi yani tujuane. Na tuzungumze na pia kama mjenye kwenye ndoa hebu basi mpene mikakati. Kwamba mimi sipendi hivi napenda hivi. Lakini mimi usikiona labda niko hivi, mimi kampani zangu ni wanaume au mimi kampani zangu ni wanawake. Sawa, lakini tuwe na mipaka. Tuheshimiane. Sawa. Kuna baadhi ya mfano mwanaume tumeanza mahusiano. Tumeanza mahusiano tukafika kwenye mikakati ya ndoa. Mwanaume hataki mwanamke afanye kazi. Huo ni ukatili unakuwa unamfanyia mwenzio. Kwa sababu kitendo cha kumzuia mwenzako kumzuia ni asifanye kazi, tayari unakuwa umemkatili kiuchumi. Sasa wewe sio wewe ule mzaa. Ndio tunarudi kule kwenye kumsomesha mtoto wa kike ambaye sio wa kwako, wewe ni girlfriend boyfriend kumsomesha hivyo. Sasa wazazi wake walimsomesha ili apate kazi awe na maisha yake. Lakini bahati nzuri mmekuja mmeoana na kuoana kwenu ni kwa ajili ya kutengeneza familia yenu nyinyi sasa kama nyinyi. Lakini kitendo cha kumzuia mwanamke asifanye kazi unakuwa unamfanyia ukatili wa kiuchumi. Kwa hiyo wanaume wanaofanya tabia hizo basi tuwakataze na tuwaonye mara moja. Na kama kuna mwanamke ambaye labda aamue kwa kupenda mwenyewe kwamba mimi mume wangu ameniambia niache kazi, nimeamua tu mimi kama mimi nimelizika, lakini sio anakulazimisha. Kwa wewe ambaye unalazimisha kwamba uache kazi kwa lazima, huo ni ukatili na karibu dawati la jinsia. Sawa. Na vipi kwa wale ambao kunaambiwa mwanaume afanyi kazi anamtegemea tu mwanamke. Lakini pia mwanamke anavoleta kile kitu bado mwanaume anakuwa na maneno. Huyo atakuwa ameongo, wewe umefanya nini? Au ni wanaume wale ambao wanagubu. Kuna wanaume wengi wapo baadhi wanagubu. Hata umfanyeje yeye anagubu tu. Yaani hata ukivaa ukapendeza yeye atalalamika. Haja kununulia wewe, basi ninunulie mimi bado. Yaani unaona wanaume wenye gubu. Kwamba wewe upo kwangu, mimi nina kipato. Na tena shukuru Mungu sababu sio wanawake wote ambao siku hizo wanafanya hiyo mambo. Kwa hiyo ukipata mwanamke kwa hivyo shukuru Mungu tena nyamaza. Lakini sio unakana mwanamke
anakuhudumia, anakulisha, anakufanya na bado unaendelea kumsakama kwa hela yake ile ile. Kumbuka kwamba hivi ana uwezo wa kujihudumia yeye kama yeye, lakini anahitaji kuwa na mwenza, ndio maana uko naye pale. Kwa hiyo wapunguze gubu. Yaani wanaume wa hivyo wapunguze gubu, wakubali riziki. Ila wasikubali kunyanyaswa. Wasikubali kunyanyaswa. Lakini pale penye kuongea ongee. Lakini pale ambapo hapastahili kuongea na anaona kwamba hapa hakuna chamana cha kuongea ni kelele, bora tu unaweza kutuka nyamaza. Lakini sasa mtu anakununulia chakula, unavaa wewe mwenyewe. Yeye mwenyewe kama kwenda kununua kanga, unaanza kulalamika. Sasa wewe unatakaje kwamba akulishe tu wewe, alishe watoto wako, yeye apauke sasa yeye. Yaani nisijipende. Maana kuna baadhi ya wanaume kweli kuna mteke amependeza, anaanza gubu. Washakununulia jeans. Naona washakununulia. Yaani bwana, umeitoa na simu mpya. Sasa kuna mwanamke mwingine anachoka. Yaani akujibu, anakuangalia lakini sasa unamkela. Yaani anachoka. Sasa huyu anataka mimi nisipendeze, basi niletee. Yaani niletee sasa ambacho unaona kwamba wewe niletee kila kitu, mimi nisijihudumie mimi kama mimi. Ili hizo kelele zisiwepo ndani. Sawa, tunafika tamati. Nini wito wako sasa katika watu wenye mahusiano, wenye familia, wenye ndoa? Yaani katika mahusiano mimi nadhani nianze na hao wenye ndoa. Kwa wenye ndoa wapendane, wathaminiane, lakini pia waache kuchepuka ndani za familia. Kwa nini nasema ndani ya familia? Unakuta baba anaishi ndani na mke wake, lakini mule ndani kwa mke wake kuna msichana wa kazi. Lakini yule msichana wa kazi baba anaamua kutoka na msichana wa kazi. Kumbuka kwamba unatengeneza mauaji katika nyumba yako wewe mwenyewe. Na unavuruga nyumba yako wewe mwenyewe. Nenda huko nje kwa wakati wako, kwa muda wako ambao unaujua wewe, ukirudi nyumbani weka heshima na mke wako asijue. Lakini kienda kutembea na msichana wa kazi, msichana wa kazi tayari anajiona ndio mama mwenye nyumba. Lazima atamsalau mke wako. Na lazima atazalau watoto wako. Na yeye anajua tayari mama mwenye nyumba. Hebu katika mahusiano hebu jaribu kuangalia ni nani unatembea naye. Jaribu kuangalia wazifa wako wewe ni upi na ukatoke na nani. Ili uweze kujenga ile heshima. Lakini mwisho ninaomba jamii katika mahusiano yao walinde mahusiano yao, lakini wapate muda kwa wanakaa wanazungumza wao kwa wao, wayasamee yale ambayo yamewatokea ili waweze kusonga mbele kuendelea na maisha mengine ili kutafuta amani ya wao pamoja na familia zao. Sawa, basi tupenda kukushukuru kufika hapa, lakini isiwe mwanzo tu bali iwe sehemu endelevu katika kutoa elimu kwenye jamii. Mimi sana asante, hapa ni nyumbani. Asante. Mtazamaji wa Gift Online TV, tumefika tamati katika kipindi chetu cha Life Theater, maisha na upasuaji. Tulizungumza kuhusiana na ukatili kwenye mahusiano. Tumezungumza mengi, lakini nyie ambao mna mahusiano, tenga muda wa kuzungumza, kuyajenga wewe na mwenza wako. Endelea kutufuatilia, usichoke kutazama Gift Online TV. Nikutakie siku njema.